Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Mwamuzi Heri Sasi na wasaidizi wake akiwamo Zawadi walikuwa gumzo leo hii wakati walipolalamikiwa na kocha David Ouma wa Singida Black Stars kwa kushindwa kuwapa penalty zao za wazi katika mechi yao ya ugenini dhidi ya wenyeji wekundu wa Msimbazi Simba, ambao mwisho wa siku Simba wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam wakaibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Walimu Alizeti hao kutoka mkoani Singida. Ni katika mechi ambayo Simba walikuwa wakihitaji sana kushinda ili kupunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa watani zao wa jadi Yanga, lakini pia Singida Black Stars walikuwa wakihitaji kupata pointi 3 muhimu katika mechi ya leo ili wapunguze tofauti ya pointi baina yao na walio juu yao Azam FC ambao wana pointi 57, wao wakiwa na pointi 53. Simba kabla ya mechi ya leo walikuwa na pointi 69 ilhali Yanga wakiwa na pointi 73. Ushindi wa leo hii uliotokana na bao katika dakika ya 42 lililowekwa wavuni na Steven Dese Mukwala akitumia vyema pasi aliyoipata kutoka kwa Jasha Ahua, lakini pia makosa aliyofanywa na golikipa wa Singida Black Stars Amos Abasogi na akijichanganya na mabeki wake akina Frank Asink pamoja na Anthony Trabi yalifanya Simba ipate pointi zote 3 na hivyo sasa kutimiza pointi 72 ikiwa ni pointi 1 tu nyuma ya vinara watani zao wa jadi Yanga ambao wana pointi 73, huku kila moja ikiwa tayari imeshacheza michezo 27. Kwenye bao alilofunga leo hii Simba katika kushinda 1-0 imewafanya watimize idadi ya mabao 63 huku wakiwa wameruhusu mabao 11 ilhali Yanga wakiwa wao wana mabao 71 wameruhusu mabao 10. Katika mechi ya leo hii ushindani ulionekana tangu mwanzo wa mchezo, Simba wakianza na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja kama ilivyo kawaida yao, huku Singida Black Stars wao wakionekana wakiingia na mfumo wa baada ya golikipa Abasogi kwa walinzi 4, viungo 2 ukabaji na viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Katika eneo la ulinzi katikati Singida Black Stars walikuwa na Frank Asenki, walikuwa na Anthony Trabi, wakati kwa pembeni beki 3 alikuwa Ibrahim Imoro, kulia alikuwepo Andy Cyril Kofi, wakati viungo katikati aliyeanza alikuwa ni Kevin Nation pamoja na Morris Uguchuku. Lakini katika eneo la ushambuliaji waliokuwa hapo ni pamoja na kuwepo Jonathan Swa kama mshambuliaji kinara, viungo wa ushambuliaji walikuwepo Maruf Chakei, alikuwepo Josephat Athubada, ni miongoni mwa wale walioanza katika kikosi cha leo kabla ya kufanya mabadiliko kadhaa kipindi cha pili, ikiwemo kuingia kwa Sejipoku, kuingia kwa kina Kennedy Juma Wilson, lakini vile kuingia kwa Elvis Baranga Rupia. Wakati kwa upande wa Simba kwenye kikosi chao walioanza walikuwa ni pamoja na Musa Kamara. Kwa ufupi kikosi chote kilichoanza katika kikosi cha kwanza kilichoanza kwenye finali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja New Urban Complex na kuisha kwa sare ya 1-1 ndicho mwalimu Fadu Davids alianza nacho leo hii. Baada ya golikipa Kamara kulikuwa na mabeki wa pembeni, Shomari Kapombe kulia, kushoto Mohamed Hussein Shabalala. Katikati walioanza walikuwa ni Shamu Karabu pamoja na Sheikh Malone Fondo, wakati eneo la viungo wawili kulikuwepo na Yusuf Kagoma na Fabrice Luamba Ngoma, viungo 3 washambuliaji walioanza akiwa ni Eli Mpanzu Kibisawala kutokea upande wa kushoto, Joshua Bodo Mutale kulia, katikati ya Shahua mshambuliaji kinara akiwa ni Steven Dese Mukwala. Hata hivyo mabadiliko kadhaa yalifanyika katika kipindi cha pili yakihusisha kuingia kwa Lionel Ateba Mbida kutoka kwa Steven Dese Mukwala, lakini mabadiliko ya kiufundi katika dakika ya 60 mwalimu Fadu Davids alimtoa Eli Mpanzu Kibisawala akamuingiza Abdurazaki Hamza na kubadilisha mfumo wake wa kucheza kutoka 4-2-3-1 baada ya golikipa na kuwa na mabeki 3, huku Shabalala na Mohamed Hussein Shabalala na Shomari Kapombe wakiwa ni wingback kwa maana ya kuwa na 3-5, lakini katika kucheza kwao ilikuwa wanazuia zaidi na kujaribu kucontrol mchezo kuhakikisha wanapata ushindi katika mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkali kweli kweli. Hata baada ya mechi kukamilika kocha Fadu Davids
alikiri kwamba timu yake ilichokuwa ikihitaji ni kupata matokeo tu, kwa sababu vijana wake walipata muda mfupi wa mapumziko baada ya fainali ya kombe la shirikisho, akilalamikia upangaji wa ratiba, kwa maana kwamba kuwafanya wachezaji wake wakumbane na mechi hii ngumu ya ligi kuu Tanzania bara zikiwa ni siku 2 tu zimepita tangu walipocheza fainali ya kombe la shirikisho ambayo walivuja jasho jingi. Lakini kwa Singida Black Stars ambao hawajacheza mechi yenye ushindani wa ligi kuu muda mrefu, leo hii walionekana kuwa wazito katika baadhi ya maamuzi, na hivyo kuwafanya Simba katika baadhi ya nyakati waonekane kuwa shapu zaidi, wepesi zaidi kulinganisha na Singida Black Stars. Hata hivyo, Singida Black Stars licha ya fungwa kwa bao 1-0 walitengeneza nafasi kadhaa, zikiwamo anazolalamikia kocha David Ouma ya kwenye dakika 45 plus kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Mshambuliaji wake Jonathan Soa, mshambuliaji wa kimataifa kutoka Ghana, aliondoka vizuri akawa akimuelekea golikipa Kamara, lakini alionekana kwenye picha za marejeo anaonekana hapo akionekana Shamu Karabu akitumia mikono kumdhibiti kenda chini, lakini mwamuzi hakuashiria mkwaju wa penalty kwa sababu ilikuwa ni ndani ya 18. Lakini kwa kuwa mwamuzi sasa pengine alikuwa mbali, ilikuwa ngumu kuona tukio hilo, msaidizi wake Zawadi alikuwa katika nafasi nzuri kuweza kumshauri mwamuzi wakati kwamba ulikuwa ni mkwaju wa penalty, kwa sababu Shamu Karabu anaonekana kuwa na mguso uliomwathiri Jonathan Soa, alikuwa akielekea kufunga, na ushahidi kwamba unaongezwa nguvu kwa madai ya kocha David Ouma kutokana na ukweli kwamba Jonathan Soa hakuadhibiwa kwa kupewa kadi ya njano kwa kujiangusha, maana alianguka kwenda chini. Kama alijiangusha na sio kuangushwa, maana yake mwamuzi alipaswa ampatie kadi ya njano kwa sababu ya kuplay act. Tukio kama hilo lilitokea tena katika kipindi cha pili kwenye dakika ya 48. Kwa mara nyingine tena Jonathan Soa alikuwa akiwasumbua mno Shamu Karabu na Shemalon Fondo katika kukimbia nyuma yao na mipira. Kwa mara nyingine tena akafanyiwa faulo ya kuwa na mguso uliomwathiri kwenda kumfikia golikipa Musa Kamara, jambo ambalo mwamuzi Heri Sasi ilionekana pengine alistahili kutoa mkwaju wa penalty kwa sababu ilikuwa ni faulo. Ukiangalia marejeo ya picha za video, bado Soa alikwenda chini, mwamuzi sasa hakumwadhibu kwa kadi ya njano kama anaona kwamba alijiangusha, jambo ambalo linaongeza nguvu madai ya kocha David Ouma kwamba ilistahili kuwa penalty. Lakini kuelekea mwishoni mwa mchezo, Elvis Rupia aliyekuwa ameingia katika kipindi cha pili, naye akakumbana na tukio ambalo lilishawishi kwamba mwamuzi sasa na wasaidizi wake walipaswa kutoa penalty, kwa sababu anayeonekana sasa kumchezea madhambi Elvis Rupia ni Abdurazak Hamza, alikuwa ameingia katika dakika 60, ikiwa bila shaka ni jitihada za kocha Fadu Davis kuhakikisha anaongeza uimara katika kudhibiti mashambulizi ya mipira mirefu inayomwendea Jonathan Soa. Alikuwa ameshaonyesha hatari katika matukio ambayo pengine ingekuwa mikwaju ya penalty na kuhatarisha timu yake. Tukio hilo nalo pia ni miongoni mwa yale ambayo yalizua gumzo, lakini mwisho wa siku Simba wakaibuka na ushindi wa bao 1-0 ambao kocha Fadu Davis alisema muhimu ni kushinda, ubaya ubela. Alitumia maneno hayo kutokana na namna vijana wake walivyopambana katika kuhakikisha wanapata pointi 3 muhimu. Mwamuzi Heri Sasi bila shaka na wasaidizi wake leo hii pengine hawakuwa kwenye siku yao bora sana, kwa sababu hata ukiangalia marejeo ya picha za video pengine ungestahili kuwapa wala hata penalty moja Singida Black Stars endapo wangeamua kwa usahihi kutokana na matukio haya yaliyomhusisha Jonathan Soa, matukio mawili dakika 45 plus na dakika 48, pamoja na tukio la kuelekea mwishoni mwa mchezo la Elvis Rupia. Lakini katika mchezo wa leo kwa ujumla ilikuwa vipi? Umiliki wa mpira baada ya mechi kukamilika, Simba ambao kuna baadhi ya nyakati walikuwa wao wako juu katika kumiliki mpira kwa 52% dhidi ya 48% za Singida Black Stars, lakini mwisho wa mchezo umiliki wa mpira possession, Simba leo hii miongoni mwa mechi chache walizozidiwa kumiliki mpira kwa ujumla ni pamoja na leo hii, kwa maana katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu walikuwa na umiliki wa mpira wa wastani wa 46% dhidi ya 54% za Singida Black Stars. Na hii ilitokana na ukweli kwamba kuelekea mwishoni mwa mchezo kocha Fadu Davis, wachezaji wake, vijana wake walionekana kucheza kimahesabu zaidi kuhakikisha wanapata pointi 3 muhimu, kwa sababu mechi haikuwa nyepesi kama ilivyo
kawaida yao ama walivyotarajia. Katika upigaji mashuti, baada ya umiliki huu ni Simba ndio waliopiga mashuti mengi zaidi, wakipiga mashuti 10 huku kati ya mashuti 10 huku kati yake mashuti 5 yakilenga shabaha, ilhali Singida Black Stars wakipiga mashuti 7 kati ya hayo mashuti 3 yakilenga shabaha. Lakini pia katika kona, Simba wakipiga kona nyingi zaidi, wakipiga kona 5 dhidi ya kona 1 tu ya Singida Black Stars, na mwisho wa siku ni Simba walioibuka na ushindi kwa maana ya goli 1-0. Maana yake ni nini? Ni kwamba kwa nini Singida walipoteza leo hii kama nilivyozungumza awali, pamoja na kwamba wao wenyewe katika baadhi ya nyakati walionekana kwa wazito kulinganisha na uwepesi wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambao hivi karibuni walikuwa katika michuano iliyowafanya wawe fiti muda wote katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku Singida Black Stars wakiwa muda mrefu wakiwa hawajacheza mechi ya ushindani wa ngazi hii. Lakini jambo lingine hawataacha kulizungumza kama alivyozungumza kocha wao David Ouma, kwamba mwamuzi Heri Sasi naye alichangia kuwafanya leo hii wapoteze pointi zote 3, kwa sababu kama angewapa penalti walizostahili, pengine ongeza kuzibadilisha na kufanya wasipoteze mchezo huu, ama kwa sare ama ikibidi kushinda. Mwenyewe anasema ilikuwa wao mbele kwa mabao 2-1, lakini mwisho wa siku dakika 90 Simba wameshinda kwa bao 1-0. Ushindani unaendelea kuwa mkubwa pale juu katika kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara dhidi ya watani za wajadi Yanga. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri kuona nani atatoa ubingwa msimu huu. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuungana channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.